Mchungaji Daktari Eliud Sumari wa kanisa la FPCT Zaidi ya Washindi lililopo Morombo, Arusha, anapenda kukukaribisha kwenye ibada zilizojaa nguvu za Mungu. Ibada hizo zimejaa mafundisho ya neno la Mungu, maombi pamoja na maombezi. Ni kila siku ya Jumapili ambapo kutakuwa na ibada mbili. Ibada ya kwanza ni English service, yaani ibada ya Kiingereza inayoanza saa 1:30 asubuhi hadi saa 3 kamili za asubuhi. Na ibada ya pili ni ibada ya Kiswahili ambayo inaanza na mafundisho ya neno la Mungu, Bible study, kuanzia saa 3 kamili za asubuhi hadi saa 4 kamili za asubuhi, na saa 4 kamili za asubuhi hadi saa 7 kamili za mchana. Ni ibada ya kumsifu Mungu, kusikiliza neno la Mungu, ikihitimishwa kwa maombi na maombezi. Lakini pia siku ya Jumanne kuanzia saa 10:30 jioni hadi saa 12 jioni utajifunza neno la Mungu pamoja na kuuliza maswali yanayokusumbua na utapatiwa majibu yake. Jinsi ya kufika: kwa wale waliopo Arusha mjini, panda gari mpaka Morombo, barabara ya kuelekea kona ya dampo. Kisha fuata barabara hiyo, utaona kibao kimeandikwa FPCT Morombo. Utakuwa umefika. Vile tunapatikana kupitia mitandao ya kijamii: Facebook Zaidi ya Washindi, Instagram Zaidi ya Washindi, YouTube channel kwa jina la Sumari Eliud. Kwa mawasiliano zaidi tupigie 0754875152. Watu wote mnakaribishwa. Hii ni FPCT Zaidi ya Washindi. Roho Mtakatifu ni kila kitu katika kanisa. Lakini jambo la pili ni kwamba hakuna kanisa bila Roho Mtakatifu. Bila Roho Mtakatifu hakuna kanisa. Yaani hakuna chochote kinachoweza kuendelea cha kiroho ama cha kimungu pasipo Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye kila kitu katika maisha ya aaminie. Roho Mtakatifu ndiye kila kitu katika maisha ya aaminie. Roho Mtakatifu ndiye kila kitu katika maisha ya anayeamini au Mkristo wa kweli. Hatuwezi neno lolote tusipowezeshwa na kusaidiwa na Roho Mtakatifu. Ukristo bila Roho Mtakatifu hauwezekani. Andika hiyo, write it down. Ukristo bila Roho Mtakatifu hauwezekani. Na ili ikae vizuri zaidi, nisiishie tu Ukristo. Wokovu bila Roho Mtakatifu hauwezekani. Utajaribu siku 2-3 utashindwa tu. Utajitahidi kwa nguvu zako, utakwama lazima. Ukristo, wokovu bila Roho Mtakatifu hauwezekani. Na ndio maana mnaona kuna Wakristo wamechoka. Manake nguvu yao ni kidogo au haipo kabisa. Kristo bila Roho Mtakatifu hauwezekani. Na kwa sababu nitajikita zaidi katika kazi za Roho Mtakatifu, ninaomba andika: waliojazwa Roho Mtakatifu hawakubaki kama walivyokuwa. Waliojazwa Roho Mtakatifu hawakubaki kama walivyokuwa. Walibadilika sana. Na hata sasa tunapojazwa Roho Mtakatifu tunabadilika sana. Ibada zetu zinabadilika, Ukristo wetu unabadilika, mwenendo wetu unabadilika, tabia yetu inabadilika, kuomba kwetu kunabadilika, kuabudu kwetu kunabadilika, kuongea kwetu kunabadilika, na kila kitu katika maisha yetu kinabadilika tunapojazwa Roho Mtakatifu. Maisha yanabadilika sana mtu anapojazwa Roho Mtakatifu. Hata kuwaza kwetu kunabadilika, kufikiri kwetu kunabadilika, kunena kwetu kunabadilika, mwenendo wetu
inabadilika, kuamini kwetu kunabadilika, kuomba kwetu kunabadilika, kuabudu kwetu kunabadilika tunapojazwa Roho Mtakatifu. Tukiangalia mfano wa Zekaria wa Biblia, kitabu cha Luka sura ya 1, Zekaria, tutaangalia mifano michache ya waliojazwa Roho Mtakatifu na jinsi walibadilika. Kitabu cha Zekaria sura ya 1 mstari wa 67. Zekaria, kitabu cha Luka sura ya 1 mstari wa 67. Tumeona Zekaria. Na Zakaria baba yake akajazwa Roho Mtakatifu, akatabiri akisema. Kiangalia utabiri wake, huyu ni baba yake na Yohana Mbatizaji. Alipojazwa Roho, alikuwa ni kuhani wa kawaida, ni mtu tu wa dini, kiongozi wa kidini, mnajua. Lakini alipojazwa Roho, ghafla maandiko yanasema akatabiri. Nimeona watu wamejaza Roho Mtakatifu na hapo wakatoa unabii, wala sio mara moja, wala sio mara mbili. Katika utumishi wangu, mtu anajaza Roho na anaanza kutoa unabii, na anaanza kupata maono ya mbinguni, na anabadilika mno. Hapa Zekaria akajazwa Roho Mtakatifu, akatabiri. Kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 10. Waliojazwa Roho hubadilika sana. Mabadiliko ya kweli ya rohoni huletwa na Roho Mtakatifu. Mabadiliko ya kweli ya Mkristo yanaletwa na Roho Mtakatifu. Kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 10. Samueli wa kwanza sura ya 10 mstari wa 6. Na Roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu, nawe utatabiri pamoja nao. Na Roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu. Roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu, nawe utatabiri pamoja nao, nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine. Hapa ni Samueli anampa unabii mfalme Sauli kwamba Roho ya Bwana itamjilia kwa nguvu, na itakapomjilia kwa nguvu atatabiri pamoja nao, naye atageuzwa kuwa mtu mwingine. Mtu anapojazwa Roho Mtakatifu kikweli kweli na akafurika Roho Mtakatifu kikweli kweli, lazima atageuzwa kuwa mtu mwingine. Tabia, mwenendo, imani, ushuhuda, anageuzwa anakuwa mtu mwingine. Angalia kitabu cha Luka. Kuna mabadiliko makubwa sana mtu anapojazwa Roho Mtakatifu, makubwa sana. Kitabu cha Luka mtakatifu, tunamwona Yesu pale. Tuachane kwanza na Sauli, kwa sababu huyu Sauli alikuwaga na mawenge sana. Huyo alijazwa mara nyingi tu na akatabiri, lakini aliendelea kuwa muovu, na Mungu akusaidia, akupe neema. Kuna mpaka wakati anamwinda Daudi, anaenda kumkuta kwenye kilima cha Nayoth akiabudu pamoja na nabii Samueli, na alijazwa na akatabiri, lakini hatumuoni kama alibadilika. Na hilo ni somo pia. Kubadilika kuna mambo mengine ya zaidi. Kitabu cha Luka sura ya 3 tumuone Yesu. Tunachofundisha hapa
tunapojazwa Roho Mtakatifu tunabadilika. Luka 3:22. Roho Mtakatifu akashuka juu yake kwa mfano wa kiwiliwili kama hua. Sauti ikatoka mbinguni, wewe ndiye mwanangu mpendwa wangu, nimependezwa nawe. Mpaka hapo tunaona kwa mara ya kwanza inatoka sauti ya Mungu kumsema Yesu ni nani. For the first time. Sio jambo la ajabu Roho anaposhuka akasema na kanisa, akasema na mtu. Kwamba hata Yesu sauti inapokuja kwa mara ya kwanza anasikia Mungu akimshuhudia ama akisema kuhusu yeye nani. Roho Mtakatifu akashuka juu yake kwa mfano wa kiwiliwili kama hua. Sauti ikatoka mbinguni, wewe ndiye mwanangu mpendwa wangu, nimependezwa nawe. Maana yake hii sauti sasa inayokuja kusema kwa habari ya Yesu, kwanza inamshuhudia Yesu ni nani. Maana yake tayari anajitambua katika level nyingine. Kumbuka Warumi 8:16 anasema Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kwamba sisi ni watoto wa Mungu. Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Hata Yesu Kristo mwenyewe sauti ilishuka ikashuhudia kwamba wewe ndiye mwanangu mpendwa wangu, nimependezwa nawe. Sauti ya Mungu inakujaga mtu anapojazwa Roho Mtakatifu. Ushuhuda kwamba sisi ni nani, Roho Mtakatifu ndiye anayeshuhudia na roho zetu. Mimi naweza kuona ni wa kawaida tu, lakini ndani yako Roho anakushuhudia wewe ni mtoto wa Mungu, tena ni mtu mkuu wa Mungu. Bwana asifiwe. Kuna mtu unaweza kumwona ni wa kawaida sana hapa. Halo? Haya mambo ya kimungu haya, kuna mtu unaweza kumwona ni wa kawaida kabisa. Ni wa kawaida, lakini sio mtu wa kawaida. Bwana tusaidie. Nilikuwa niko na mchungaji mmoja rafiki yangu sana, ni rafiki sana. Hata wakati nimewekea mikono hapa alikuwepo na nimehubiri kwake mara nyingi na tumeshirikiana miaka mingi toka ujana wetu. Tukao tunaongea kidogo kuhusiana na Mwalimu Onesmo. Alikuwa ni mshirika wao, mtoto wa Sunday school kule Mulala. Yule ni Meru kule Mulala, Crystal Shining. Alikuwa ni mshirika wao kule Mulala Meru, mtoto wa Sunday school. Tunapoibaga mashujaa hapa, mtu mwingine unamwona ni mnyonge, ni mdhaifu, ni wa kawaida, lakini hujui kwamba ndani yake Mungu ameweka kitu gani. Ndani yake ameweka kitu gani? Amekuwa kanisani toka Sunday school. Amekuwa kanisani akiwa kijana. Unamwona ni wa kawaida. Bali kwambie, mtu ambaye uko pembeni mwako leo hii na saa hii unamwona ni wa kawaida, lakini Roho Mungu ndiye anayejua huyu mtu ni nani. Ndio maana tuheshimiane, usidharau watu. Usidharau watu. Inawezekana umekaa na mtu mmoja greda la Yesu. Yaani nataka umekaa na mtu mmoja ambaye kesho yake utatafuta hata nafasi ya kuonana naye muongee hutaweza. Naongea habari ya Roho Mtakatifu anayeweza kubadilisha watu. Amen. Kwa hiyo natafuta historia yake kidogo, alikuwaga mtu wa namna gani. Unajua watu wanapenda saa nyingine kupata utafiti. Mtu alikuwaje, aliendaje, akatoka hatua gani, akaenda hatua gani, alikuja lini mjini, alifikia kanisa gani. Bwana tusaidie. Na juzi nimekuona mchungaji umemkaribisha kumwandalia huduma kubwa sana. Je, alikuja alifanya hiyo huduma? Na tutaka kuongea hapa, hata Yesu alikuwa anafanya kazi na baba yake workshop, seremala. Lakini anapobatizwa Roho akashuka juu yake na akashuhudia maneno haya. Akasema hivi, Roho Mtakatifu akashuka juu yake kwa mfano wa kiwiliwili kama hua. Sauti ikatoka mbinguni, wewe ndiye mwanangu mpendwa
nimependezwa nawe. Roho Mtakatifu ndiye ambaye anasemaga na sisi, anatutia moyo, lakini pia anatueleza kwamba nafasi yetu ile ambayo mchungaji anafundisha katika Mungu ni nini. Jamani, Roho ndiye anatushuhudia kwamba sisi ni watoto wa Mungu. Hebu mwambie jirani yako, mimi ni mtoto wa Mungu. Amekuelewa kweli? Au anaangalia nguo uliyoivaa? Anaangalia sura ya nje. Bwana tusaidie. Anaangalia sura ya nje. Anaangalia kiatu. Samueli aliambiwa, Nabii Samueli aliambiwa na Mungu, usitazame sura ya nje, Mungu utazama moyo. Mimi naamini kuna watu ambao tuko hapa miaka 5 ijayo hutaamini ni yeye, na miaka 10 mbele hutaamini ni yeye. Wewe nenda tumpende Yesu, mruhusu Roho Mtakatifu ndani yako afanye vitu ambavyo anataka kuvifanya, maana kesho yako sio ya kawaida. Roho Mtakatifu akashuka juu yake kwa mfano kiwiliwili kama huwa, sauti ikatoka mbinguni, wewe ndio mwanangu. Sauti ya Mungu inaletwa na Roho Mtakatifu pia. Ukitaka kumsikia Mungu, sauti ya Mungu inaletwa na Roho Mtakatifu. Sasa angalia Luka sura ya 4. Baada ya kujaza Roho Mtakatifu, sura ya 4 mstari wa 1, baada ya kupokea Roho Mtakatifu, baada ya Roho Mtakatifu kushuka juu ya Yesu, mstari wa 1 sura ya 4, na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu. Hali sasa amejaa nini? Roho Mtakatifu. Alirudi kutoka Yordani baada ya ubatizo maji wa Yordani, akaongozwa na Roho muda wa siku 40. Tunaanza kuona kazi ya Roho Mtakatifu ni kumuongoza mtu. Akaongozwa na Roho. Tayari ni mtu wa rohoni. Na maandiko yanasema wanaoongozwa na Roho wa Kristo hao ndio wake. Akaongozwa na Roho muda wa siku 40 nyikani. Akaongozwa kwenda kuomba. Akaongozwa kwenda kukaa na Mungu. Akaongozwa kwenda kutafuta uso wa Mungu. Ameshatoka kwenye useremala, ameshatoka kwenye kutengeneza viti na stuli na meza na makabati. Ameshatoka kwenye kazi ya maseremala ambao kiukweli ni wasumbufu sio kidogo, mafundi. Ametoka hapo, ameenda leo. Hivi nani ambaye ameokuambia njoo kachukue meza yako kesho na ikawa kweli hivyo hivyo? Yaani wanasemaga fundi anayesema kweli ni kinyozi tu. Wengine mzee hii kazi kesho tu inaisha. Kesho utasubiri mwezi. Bwana saidie. Ameshatoka level hiyo Yesu ya kubabaisha na ujanja. Ameenda level ya kuongozwa na nini? Na Roho, maombi ya siku 40. Mstari wa 14, Luka 4:14. Mstari wa 14, baada ya maombi kuna kitu lazima kitakutokea. Ukiwa ni mtu unayeomba, maombi hayajawahi kumwacha mtu kama alivyokuwa. Maombi ya kina, maombi ya kumaanisha, maombi ya kujitoa, maombi ya bidii, maombi ya juhudi, maombi ya kujitesa mwili ama nafsi hayajawahi kumwacha mtu alivyokuwa. Yesu ameenda maombi. Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Sema kwa nguvu za Roho. Sio kwa nguvu za ugali sasa. Kwa nguvu za Roho. Akaenda wapi? Galilaya. Habari zake zikaenea. Bwana asifiwe. Na kutabiria kuna watu habari zao zitaenea hapa. Amen. Habari zako zitafanyaje? Uimbaji wako utafanyaje? Mahubiri yako atafanyaje? Mafundisho yako atafanyaje? Huduma yako itafanyaje? Habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Ndio maana wahubiri ambao habari zao zimefanyaje? Zimeenea.
Utumishi wowote ambao Roho amepewa nafasi, utumishi wowote ambao Roho amepewa nafasi, alafu yule mtumishi analipa gharama, habari zako zitaenea katika nchi zote za kando kando. Halo, ugeukeje na yako mwambie ndio siri tu. Yaani ilivyokuwa kwa Yesu ndivyo itakavyokuwa kwako. Sasa naomba nikupitishe Luka 4:18 sasa. Hapa sasa inaonekana main, yani kazi kuu ya Roho Mtakatifu ni nini? Ziko kazi nyingi ambazo nitakufundisha. Ziko kazi nyingi ambazo nitakufundisha za Roho Mtakatifu. Lakini summary ya hizo kazi, ufupisho wa hizo kazi, kusudi la Roho Mtakatifu kuja duniani, Yesu alisummarize kwenye hii mstari. Kwa nini Roho yuko juu yake? Kwa nini Roho ametumwa duniani? Yesu alifupisha kwenye sentensi hizi 3 utakazokusomea. Kumbuka kwamba amejaza Roho Mtakatifu Luka 3:22 baada ya kubatizwa. Baada ya hapo Roho akafanya kazi ya kwanza ya kumuongoza kwenda kwenye maombi siku 40. Baada ya hapo akarudi na nguvu. Sasa sio wa kawaida. Walikwambie ukijiona wewe ni wa kawaida, ibada zako ni kawaida, ibada zako ni nyimbo zako ni kawaida, Ukristo wako ni ukijiona ni wa kawaida, tatizo kuna upungufu wa nguvu za Mungu. Walikwambie kuna kiwango ukiwa na nguvu za Mungu utakaa kwenye kiti cha IC, watu watakupepa, wataondoka wenye mapepo. Kama hajafikia hapo, please pull up your socks. Kama watu wanakuona ni wa kawaida, Bwana saidie. Wenzako akina Rena Mbonke anaingia saluni kunyoa nywele, afu wale wanaomnyoa wanafika katikati wanashindwa kuendelea kumnyoa, wanamwambia wewe ni mtu wa aina gani? What type of a person are you? Kuna kiwango cha kujaza nguvu za Mungu ambacho hata nguo zako zinabeba nguvu za Mungu. Ndio maana yule mwanamke aliyekuwa anatokwa na damu akasema nikishika upindo wa vazi la Yesu, na aliposhika akapona. Na maandiko yanasema Yesu akagundua kwamba nguvu zimemtoka. Kuna kiwango mpaka nguvu zinamwagika. Halo, mwambie jirani yako this is the time. Mwambie ni wakati wa kwenda level zingine. Ukiingia saluni kunyoa nywele au kusuka nywele, wenye mapepo wasiweze kushika nywele zako. Akina mama mpo? Ifike mahali ambapo ukiingia saluni kusuka, wenye mapepo wanashindwa kushika nywele zako. Hapa na wewe ni mtu wa aina gani? Unaotoa kwanza mapepo ndio washughulike na nywele zako. Halo? Ifike mahali ukipanda ice ukakaa kwenye kiti ice, wenye mapepo wasiweze kukaa na wewe, wakukimbie. Mpaka kondakta aseme kuna nini huko nyuma mbona mnakimbia? Afu sasa wewe utakuwa ujui, lakini kuna malaika watakao wamekaa na wewe ambao sasa mapepo hayawezi kusogelea mahali kuna malaika. This is number 2. Kufungua vifungo. Na unajua kuna mpaka watu wana vifungo vya kuchelewa ibadani. Na maana mpaka saa hii kuna mtu hajaonekana kanisani bado. Ni kifungo. Mwambie mwenzako ni vifungo vipo. Tena mwambie wala tusijivune. Kuchelewa ibada nini? Ni kifungo. Kutokuomba ni nini? Ni kifungo. Kutokuabudu ni nini? Ni kifungo. Kutokusoma neno ni nini? Haya, kama kutokusoma neno ni kifungo, wangapi mmesoma Biblia wiki hii? Kama haumzalii Mungu matunda ni nini? Ni kifungo. Sasa kuna na vifungo ya zinaa, ulevi nini? Kazi namba 2 ya Roho Mtakatifu kufungua vifungo. Namba 3, vipofu kupata kuona tena.
hapa anaongelea habari ya wagonjwa. Ponya wagonjwa. Kipofu pata kuona tena. Tumeitwa ili kwamba wagonjwa wawe na afya. Tutaweka mikono yetu juu ya wagonjwa, watapata nini? Afya. Hiyo namba ngapi? 3. Namba 4, kuacha huru waliosetwa. Kwa maneno mengine, kutangaza uhuru kwa walioteswa kwa namna yote. 5, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. Kwa maana ya kutangaza ushindi wa Bwana, lakini pia kutangaza siku ya hukumu ya Mungu. Kiendelea hapo, akakifunga chuo, akamrudishia mtumishi, akaketi na watu wote waliokuwemo katika sinagogi wakamkazia macho. Na nilitaka uone mabadiliko ambayo Yesu anayapata, na naomba mabadiliko hayo na wewe pia kama Mkristo uweze kuyapata. Moja, amejaza Roho Mtakatifu. Alipojaza Roho Mtakatifu, sauti ikatoka mbinguni ikashuhudia kwamba huyu ni mwanangu mpendwa wangu niliyependezwa naye, msikieni yeye. Kwa maana ya kwamba iwepo sauti ya Mungu inayosema na wewe. Kwa mara ya kwanza Yesu akaisikia sauti ya Mungu, maana amejazwa Roho. Na wewe na kuombea uisikie sauti ya Mungu. Uisikie sauti ya Mungu ikifanyaje? Ile sauti ikamthibitishia kwamba wewe ni mwanangu mpendwa wangu niliyependezwa nawe. Nimekupeleka kwenye Warumi 8:16. Roho mwenyewe ushuhudia pamoja na roho zetu. Roho anatupaga ujasiri. Anatupaga ujasiri kwamba sisi ni watoto wa Mungu. Anatupa ujasiri. Jamani, hatujipendekezi, sisi ni watoto wa Mungu. Mwambie jirani yako ni mtoto wa Mungu. Mwambie haijalishi kabila lako, haijalishi sura yako, haijalishi umesoma ama hujasoma, haijalishi una pesa ama huna, haijalishi utokako, haijalishi hali yako ya sasa, wewe ni mtoto wa Mungu. Unajua kuna vitu vitakuponya ukivijua kwa uhakika. Yaani utakuwa na ujasiri. Halo? Labda niseme hapo sasa, kazi nyingine ya Roho ni kutuzaa mara ya pili. Lengo langu hasa kwenye hili somo ni kupitia baadhi ya kazi. Hatuwezi kupitia zote maana ziko nyingi, lakini angalau kuna kazi unatakiwa uzijue tu. Yohana 3, kazi ya Roho Mtakatifu. Nilikwambia toka mwanzo ya kwamba Roho ndiye kila kitu katika kanisa. Roho ndiye kila kitu katika kanisa. Roho ndiye kila kitu katika kanisa. Na bila Roho Mtakatifu hakuna kanisa na hakuna chochote kinachoweza kuendelea cha maana katika kanisa. Lakini pia nikakwambia Roho ndiye kila kitu katika maisha ya aaminie, na bila Roho hatuwezi chochote. Sasa kazi ya kwanza kwa Mkristo, anatuzaa mara ya pili. Tutasoma mpaka mstari wa 6. Basi palikuwa na mtu mmoja wa Farisayo, jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia usiku, akamwambia, Rabi, twajua ya kuwa wewe u mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe isipokuwa Mungu yupo pamoja. Naomba hapo unikae kidogo dakika moja. Jamani, huyu ni mkuu wa Wayahudi. Kuna mambo ambayo hatuwezi kuyafanya isipokuwa Mungu yu pamoja nasi. Maana yake sasa, ishara na maajabu aliyoyafanya Yesu, miujiza aliyoifanya Yesu, ikamfanya Nikodemo akakiri kwamba hakuna mtu awezaye kufanya nini? Kufanya ishara hizi uzifanyazo wewe isipokuwa Mungu yu pamoja. Naomba nikupe angalizo. Usiwe mwepesi kusema miujiza ya mtu fulani anayofanya mtumishi fulani ni nguvu za giza. Tafadhali usijikwae. Usifanyeje? Usijikwae. Yaani usijikwae kumnyoshea mtumishi wa Mungu kidole na kusema hii miujiza ni nguvu za giza, sio ametoka, tunasemaga ametoka Nigeria na kadhalika.
Huyu jamaa kilichomfanya akakiri hivi, kuna mambo ameona. Sura ya pili ameona maji yakigeuzwa kuwa divai. Sura ya pili ya kitabu cha Yohana, maji yakigeuzwa kuwa divai. Anasema, Rabi, twajua ya kuwa huu mwalimu umetoka kwa Mungu, maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Kuna mambo yatathibitisha ya kwamba Mungu uko pamoja na wewe, na mambo hayo yanaitwa miujiza na ishara na maajabu. Miujiza na ishara na maajabu ni uthibitisho ya kwamba Mungu yuko pamoja na wewe. Na naomba tafadhali usije ukadanganyika ama pengine ukachanganyikiwa ukaona kwamba miujiza yote ni ya shetani. Hapana, Mungu ndiye mtenda miujiza namba moja. Mstari unaofuata, Yesu akajibu akamwambia, amin, amin nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Naendelea. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Sasa unafuata, Yesu akajibu, amin, amin nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Maji, wale mnaosoma biology, ni sperms. Mtu uzaliwa, yani kinachounda mimba ndani ya tumbo la mwanamke, vyote ni maji. Yani tunazaliwa mara ya kwanza, yai la kike ni maji, mbegu za kiume ni maji. Kwa hiyo tunazaliwa katika hali ya nini? Maji. Asipozaliwa kwa maji, maana yake alipozaliwa kwa habari ya mume na mke au baba na mama kukutana kimwili akazaliwa maji. Sasa anasema asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Nataka niwaambie watakatifu wa Mungu mnaonisikia, na naomba sauti hii wafikie watu wote, na neema ya Mungu iwawezeshe. Mtu asipozaliwa kiroho, kwa kujazwa roho, hawezi kuona ufalme wa Mungu. Yaani mtu asipozaliwa kwa maana ya Roho Mtakatifu kumzaa mara ya pili, akamwondoa kwenye asili za kwao, mazoea ya kwao, tamaduni za kwao, machafu ya kwao, kwenu ni wachawi, kwenu ni walevi, kwenu ni majizi, majambazi, ni wauaji. Umezaliwa kwenye hiyo familia kwa maana ya maji. Usipozaliwa sasa kwa roho, akakugeuza utu wa ndani, akakubadilisha, akakutakasa, akakuumbia tabia za rohoni, hawezi kuona mbinguni. Nitakupa mistari kadhaa. Nitakupa mistari kadhaa inayothibitisha kile ninachokisema. Naomba kitabu cha Tito sura ya 3 mstari wa 5. Tito sura ya 3 mstari wa 5. Si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyoyatenda sisi, bali kwa rehema yake, kwa kuoshwa, kwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu. Kwa kuoshwa, kwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anahuisha neno la Mungu, linakuja kwako kwa nguvu rohoni. Unajisikia ni mwenye dhambi. Kumbuka tumejifundisha somo la toba. Unajisikia ni mwenye dhambi, inakuhukumu moyoni.
inakuchoma moyoni, kama akina Petro Matendo 2:38 au 37 walipochoma mioyo yao wakasema tutendeni ndugu zetu, wakaambiwa tubuni. Kwa Roho Mtakatifu anaandaa mtumishi, anamtuma kwako, anakushuhudia habari za Yesu, unajigundua ni mwenye dhambi, unakubali kugeuka, unampokea Yesu moyoni. Alafu hiyo Roho, Bwana asifiwe, hapo bado umetoka tu leba, yaani ndio kwanza umetoka leba. Sasa Roho Mtakatifu anafanya kazi ya kukulelea kuanzia kiroho, kuanzia kwenye kukuosha, kukuogesha, kukulisha maziwa, kukunyonyesha, kukuvalisha pampasi, kukulelea mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, anakutengeneza, anakufinyanga, anakubadilisha siku kwa mpaka unakuwa mtakatifu kabisa, unayekwenda mbinguni. Alafu tabia za kwenu, maasira ya kwenu, kiburi cha kwenu, ujinga wa kwenu, madhambi ya kwenu, umezoea kwenu, walikuwa ni waganga, walikuwa ni wachawi, walikuwa ni majambazi, walikuwa ni makahaba, walikuwa ni watu wabaya. Alafu anatoka hapo mtakatifu, anayekwenda mbinguni. Ni kazi ya Roho. Kumbuka nilikwambia hivi, Ukristo hauwezekani bila Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anatubadilisha siku baada ya siku. Soma maandiko yafuatayo. Anatubadilisha siku baada ya siku. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kutubadilisha pia siku baada ya siku, na mambo anayofanya kila siku kwenye maisha yetu, ambayo bila hayo haiwezekani mtu kumwona Mungu. Bila Roho Mtakatifu kukubadilisha kila siku na kukufanya, kuna kazi kubwa sana anayoifanya. Anatuweka karibu na Mungu. Hebu soma kitabu, anakuweka karibu na Mungu, anatuweka karibu na Mungu, Roho Mtakatifu. Na kwa kutuweka karibu na Mungu, hapo tunaongea kitu kinachoitwa fellowship. Kitabu cha Waefeso 2:18. Tunapokubali kulelewa na Roho, kuongozwa na Roho, kila siku anafanya kitu ndani yetu. Kwa maana kwa yeye sisi sote tumepata njia ya kumkaribia Baba katika Roho mmoja. Natamani kipengele hiki cha ushirika kikae vizuri kwako. Roho Mtakatifu anatupa fellowship na Mungu, anatupa ushirika na Mungu, anatuwezesha kusogelea meza ya Mungu ya kula na kunywa na kupata malezi ya kiroho. Kwa maana kwa yeye sisi sote tumepata njia ya kumkaribia Baba katika Roho. Kwa hiyo hapo tunapata kipengele cha ushirika na Roho. Soma pia maandiko yafuatayo. Ushirika na Mungu. Waebrania 6:4. Roho Mtakatifu ndiye ambaye anatupaga ushirika na Mungu. Tunapokuja kuabudu ama tukaenda maombi, tukiwa na Roho Mtakatifu, anatusogeza mbele za Bwana, anatupeleka mbele za Baba kwenye meza ya Mungu, ambako tunapata mausia, ambako tunapata malezi, ambako tunapata kula na kunywa, ni kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Fellowship na Mungu. Waebrania 6:4. Kwa maana hao waliokwisha kupewa nuru na kukionja kipawa cha mbinguni na kufanywa washirika wa Roho Mtakatifu. Sisi ni washirika wa Roho Mtakatifu, ni marafiki wa Roho Mtakatifu. Anakaa ndani yetu, anafanya ushirika na sisi. Tukienda kuomba, anafanya ushirika na sisi.
Tukienda kuabudu, anafanya ushirika na sisi. Wakati tunamwabudu Mungu, anashirikiana na sisi. Maana yake Roho Mtakatifu ndiye ambaye ulipookoka aliingia ndani yako, akakuzaa upya, akakufanya kuwa mwana wa Mungu, akakufanya kuwa kiumbe kipya, na kila siku anakaa na wewe, anatembea na wewe, anaomba na wewe, anakufundisha maandiko. Unaposoma neno anasema na wewe, unapoabudu anasema na wewe, anaendelea kukukuza siku baada ya siku. Na ngoja nikwambie, siku ya mwisho ndiye atakaye kunyakua, kukupeleka kuungana na wale watakatifu mbinguni. Kitabu cha Mwanzo 2:18 kinasemaga, si vyema huyo mtu awe peke yake, mtamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Kwa kama una Roho Mtakatifu na uko kwenye hili kanisa, fahamu hivi, kama una roho, siku ya mwisho huwezi kwenda. Kitabu cha Matendo sura ya 1 mstari wa 10 au kuanzia wa 9. Matendo 1:9 na 10. Roho Mtakatifu ndiye atakayelinyakua kanisa. Usifanye mchezo na Roho Mtakatifu. Usifanye mchezo na Roho Mtakatifu. Make sure, hakikisha una Roho Mtakatifu. Tena sio wa kubahatisha. Unajua kuna watu wana Roho Mtakatifu wa kubahatisha. Wanamuuliza mtu, ndugu, umejaza Roho Mtakatifu? Anasema nilijazwa. Ukanena kwa lugha, nilinena dakika 3. Baada ya hapo sijawahi kunena tena. Wewe ni Mkristo. Alafu tukiwa ibadani yuko hoi. Akisha kusema hayo, walipokuwa wakitazama, akainuliwa. Wingu likampokea machoni pao. Mchungaji Daktari Eliud Sumari wa kanisa la FPCT Zaidi ya Washindi lililopo Morombo, Arusha, anapenda kukukaribisha kwenye ibada zilizojaa nguvu za Mungu. Ibada hizo zimejaa mafundisho ya neno la Mungu, maombi pamoja na maombezi. Ni kila siku ya Jumapili ambapo kutakuwa na ibada mbili. Ibada ya kwanza ni English service, yaani ibada ya Kiingereza, inayoanza saa 1:30 asubuhi hadi saa 3 kamili za asubuhi. Na ibada ya pili ni ibada ya Kiswahili, ambayo inaanza na mafundisho ya neno la Mungu, Bible study, kuanzia saa 3 kamili za asubuhi hadi saa 4 kamili za asubuhi, na saa 4 kamili za asubuhi hadi saa 7 kamili za mchana ni ibada ya kumsifu Mungu, kusikiliza neno la Mungu, ikihitimishwa kwa maombi na maombezi. Lakini pia siku ya Jumanne kuanzia saa 10:30 jioni hadi saa 12 jioni utajifunza neno la Mungu pamoja na kuuliza maswali yanayokusumbua na utapatiwa majibu yake. Jinsi ya kufika: kwa wale waliopo Arusha mjini, panda gari mpaka Morombo, barabara ya kuelekea kona ya dampo. Kisha fuata barabara hiyo, utaona kibao kimeandikwa FPCT Morombo. Utakuwa umefika. Vile tunapatikana kupitia mitandao ya kijamii: Facebook Zaidi ya Washindi, Instagram Zaidi ya Washindi, YouTube channel kwa jina la Sumari Eliud. Kwa mawasiliano zaidi tupigie 0754875152. Watu wote mnakaribishwa. Hii ni FPCT Zaidi ya Washindi.